Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inamuonya rais wa Marekani Donald Trump. Wanasema tunaweza kuchukua hatua peke yetu ikiwa Iran itavuka mstari mwekundu wa makombora, hasa uwepo urutubishaji wa uranium kuelekea nyuklia, lakini pia na mpango wake wa makombora ya masafa marefu. Tuliwaambia wa Marekani tutapiga peke yetu ikiwa Iran itavuka mstari mwekundu tulioweka, chanzo kilisema, na kuongeza kuwa Israel bado haijafikia kizingiti hicho. Maafisa wa ulinzi wa Israel hivi majuzi waliwaambia wenzao wa Marekani kwamba mpango wa makombora wa balistiki wa Iran unawakilisha tishio lililopo na kwamba Yerusalem iko tayari kuchukua hatua kwa upande mmoja ikibidi. Licha ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kusema kwamba hawakuwa tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, lakini wakati huu maafisa wa ulinzi wanasema kwamba wataweza kuishambulia hata wakiwa peke yao nchi ya Iran ikiwa Marekani itaingia katika makubaliano na Iran na kuiacha kuendelea na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, lakini pia na mpango wake wa urutubishaji wa uranium. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, nia ya Israeli ya kusambaratisha uwezo wa makombora ya Iran na miundombinu ya uzalishaji ilifikishwa katika wiki za hivi karibuni kupitia msururu wa mabadilishano ya hali ya juu. Maafisa wa kijeshi walielezea dhana ya uendeshaji ili kudhalilisha mpango huo, ikiwa ni pamoja na mashambulizi kwenye maeneo muhimu ya utengenezaji. Wakati mazungumzo ya hivi majuzi, Israel pia iliwasilisha mipango ya kulenga vifaa vya ziada vilivyounganishwa na programu za makombora. Kulingana na maafisa wa Israel wana wasiwasi kuwa Trump atatumia mtindo mdogo wa mashambulizi. Wasiwasi ulibuliwa na maafisa kadhaa kwamba Rais Donald Trump anaweza kuchukua mtindo mdogo wa mashambulizi na operesheni za hivi karibuni za Marekani dhidi ya Wahuthi nchini Yemen ambazo hazikuzaa matunda. Wanahofia inaweza kuacha uwezo muhimu wa Iran. Wasiwasi ni kwamba anaweza kuchagua shabaha chache, kutangaza mafanikio na kuiacha Israel kukabiliana na hali mbaya kama vile Wahuthi. Afisa mwingine wa kijeshi alisema, akiongeza kuwa hatua za sehemu hazitaondoa tishio kuu. Ndani ya IDF, Brigadier General Omer Tishla, kamanda wa jeshi la anga, anatarajiwa kuandamana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika safari yake ijayo ya Jumatano wiki hii nchini Marekani. Tishla atamwakilisha mkuu wa jeshi la Israel IDF Lieutenant General Eyal Zamir kwa sasa hakuna mshirika wa ulinzi huko Washington kufuatia uamuzi wa waziri wa ulinzi Israel Katz wa kutoidhinisha mteule wa jeshi kwa wadhifa huo. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanatajwa ni kwamba wakuu wa ulinzi nchini Israel wamemwelekeza waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika ziara yake hii atakayokutana na rais wa Marekani Donald Trump kwamba anapaswa kwenda kuzungumza na rais wa Marekani bwana Trump kwamba lazima wafanye shambulizi zito kuharibu miundombinu ya silaha za Iran wakati huu, kwani ikiwa hakutakuwa na mazungumzo yenye tija, lazima shinikizo la juu liwepo ili kuona kwamba Iran haiwe tishio dhidi ya Israel. Kumekuwa na tofauti miongoni mwa washirika wa Marekani, baadhi ya washirika wengi wakisema kwamba Iran haipaswi kushambuliwa wakati huu, kwani itaweza kufanya matukio makubwa zaidi kushambulia nchi nyingi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikizingatiwa kuwa hali ya ulinzi wa anga katika mataifa hayo ni mdogo mno. Kadhalika, kwa upande wa Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wa vita walikiri kwamba hali ya ulinzi wa anga nchini humo bado haitoshi kwa ajili ya vita dhidi ya Iran, na Marekani ilitarajiwa kupeleka ulinzi wa anga wa kutosha katika mataifa yote ya Mashariki ya Kati. Lakini pia kwa mujibu wa wachambuzi wa kivita, lakini pia na washauri wa Rais Donald Trump katika masuala ya kijeshi, inadaiwa kwamba wamemwambia Trump kwamba vita hivi vitaigharimu Marekani gharama kubwa mno, kwani kuweka ulinzi katika kila taifa lenye ngome ya kijeshi itakuwa ni kazi kubwa mno, na mwisho wa siku itakuja kusababisha Marekani kuingia hasara kubwa. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo yanatajwa sasa ni kwamba washauri hao wamemwambia Donald Trump ni bora kuingia katika mazungumzo na kufikia mwafaka juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini moja kati ya jambo lingine ambalo wakati huu Israel inaliingiza ni pamoja na mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.